hakuna msanii duniani ana distribute nyimbo mwenyewe hata uwe mkubwa vipi. Wewe focus na muziki, wengine watafocus na kudistribute kazi yako. Wanaopatia kujenga na kukuza brand zao kwa haraka kuliko wengine wanakuwa wanafanya nini tofauti? Ili ufanikiwe lazima uwekeze. Kama kazi yako nzuri itajiuza na mtu atajua ni nani. Mimi I believe kwenye collaboration. Hiyo ndivyo ambavyo inatakiwa kuwa. Kwamba bila sisi isingefanikiwa, ila sio bila mimi. Mtu anakutafuta tu from nowhere afa anaanza kukupa mikakati yani. Sasa most of wasanii naweza nikasema wanadharau. Wasanii wanatengeneza kuna msemo unasema mkataa wengi ni mchawi, ila sometimes unaweza kuwakataa watu kwa muda mrefu afu ndo ukatoboa afu bado wakakuita mchawi wakasema da mshikaji na bahati yule. Our guest today on this episode ni mtu ambaye aliwakataa wengi, hasa kipindi kile ambacho people didn't really believe in social media. Mambo ya streaming na nini na YouTube ndo ilikuwa zimeingia ndo zimeanza kuwa hot. Lakini ilikuwa inaonekana kama kitu cha kawaida tu. Mshikaji akawakataa na kwa namna moja wengine mshikaji ndo akatoboa. Mgeni wetu wakutupiga msasa siku ya leo ni MX Carter. Every once in a while tunapokea feedback kwamba podcast yetu ni ngumu kumeza. Ila sasa tunafanyaje? Maana uhalisia wa stories za watu waliofanikiwa ukiangalia na ukidadisi na ukiwauliza maswali mazuri unagundua kwamba it wasn't easy. Kuna ugumu ndani yake, kuna sacrifices ndani yake. Na ndio maana tunaendelea kukukaribisha kwenye Msasa, where we talk to successful people about failure. MX, yeah. I've always admired you. Thank you so much. Yeah. Sabu tunajuana but we're not close, so it's just been from a distance, and I'll tell you why. I've admired you. First of all, I like famous people who are not famous. You know, like I like that. I like the mysteriousness that comes with it. Yeah. Lakini pia usually natokana na maamuzi ya makusudi. Because kuna watu wanapenda kuwa famous and there's nothing wrong with it. It is what it is. Yeah. Lakini for instance, you are one amongst few, not many, who are around a lot of celebrities and technically could be a celebrity but isn't. But isn't. You get what I mean? Yeah. Na sio kwamba isn't kwa sababu yuko behind the scenes. Ndio yupo behind the scenes, lakini sio hivyo pia yupo in front of the scenes. Sometimes he's the guy in front of the camera. Yeah, kabisa. But I like that, and I like the presence that you bring to a conversation, to a meeting, to work. It comes with a lot of calmness. Sijui umeitolea wapi. Sijui kama ulikuwa hivyo siku zote au mimi nimekukuta tayari ushaanza kujitambua, lakini ni jambo ambalo mimi binafsi nalifurahia. Mimi nafikiri nilichoose kwa hivi. Mimi chochote ambacho nakipanga kukifanya sasa hivi nilikiplan from okay, najulikana lakini sitaki kujulikana. Nafanya vitu vikubwa vidogo lakini sometimes lazimishi credits. Kwamba hata nafikiri wakati naanza upigaji picha zamani watu walikuwa wanaweka machata yao pale fulani. Nafikiri niliintroduce kitu cha kwanza kusema kwamba kama kazi yako nzuri itajiuza na mtu atajua ni nani. Umeona? Kwa sababu kizuri chajiuza, kibaya chajitembeza, Waswahili wanasema. So maisha yangu yamekuwa very simple kwa sababu napenda kuwa kwenye peace. Na ndio maana MXX ni peace. Napenda kuwa kwenye peace kwa sababu kukiwa kuna mambo mengi yanaweza yakakuchanganya pia akili. Sawa. Unajua sijui nasemaje, kuna msemo unasema sijui
miluzi mingi si inaweza kupoteza nini, something like that. Hivi nasema miluzi mingi inapoteza mbwa. Miluzi mingi mbwa anaweza imekuwa distraction. So mimi napenda yani kuwa kwenye peace yangu ambayo nitafocus na kazi, nitafocus na kujituma, nitafocus na kufanya vitu as long as naweza kufanya vitu ambavyo yani mfano naweza nikatoka hapa nikatembea barabarani mtu asijue ni nani. Naweza nikatoka hapa nikapanda daladala mtu asijue. Naweza nikatoka hapa yani nikafanya chochote ambacho nakifanya katika peace ambayo naihitaji mimi. So hiyo ndio ilikuwa reason ya mimi kusema kwamba okay, poa, ngoja nifanye vitu vyangu katika situation ambayo itanifanya pia niwe na amani. Na ilikuwa hivyo tangu mwanzo? Tangu mwanzo, yeah. Yani mimi wakati nakumbuka enzi hizo tunaanza kufanya izimishe, mtu alikuwa ananiambia inabidi tukupe credit. Naambia hapana, sio lazima. Ukiweza ulitoa wapi? I think nilikuwa nafuatilia sana vitu, watu maarufu, watu ambao wanafanya vitu ambavyo mimi nilikuwa natamani kufanya. Alafu unaona maybe mwingine alifanya ikamblast, unajua ikaanza kumpa shida, umeona. Kwa hiyo mimi nikasema let me choose kitu ambacho kitanipa peace of mind. Kwa hiyo nikachagua kuwa hivyo. Kwa hiyo hata ilivyokuwa nafanya kitu alafu mtu anaweza akaniambia inabidi tukafanye kitu hiki, nasema no, we don't need to do that ili nionyeshe kwamba mimi ndo nimekifanya. Watu watajua tu, wakijua jina si inatosha. Then namba za simu zipo, watanitafuta. Na kila mtu anapatikana. Na kila mtu anapatikana. So nowadays social media zipo, tunapatikana kwenye social media, tunapatikana wapi. Kwa hiyo nilichoose kwa hivyo. Na kupiga picha ilianza lini? Muda mrefu kidogo. Mimi nimeanza kupiga picha nikiwa shule ya msingi, I think darasa la 6 la 5. Nilikuwa mtundu sana. Alafu nikapambana nikanunua kamera yangu. Hizo zile okay, mimi I've been fan of Canon since day one. So nikanunua Canon changu kile ambacho kikiwasha tu kinatoka lens. So nilianzia huko. Na the good thing, hizo picha nilizokuwa napiga enzi hizo na naenda kuzisafisha nazo mpaka leo hii. Nimezihifadhi nazo. So nilianzia huko. So tulikuwa tukipata zile gatherings za maybe shule au washikaji, tunaenda picnic. Zizo tunaenda milimani huko Morogoro juu kule, Morningside. Mkule Morogoro? Morogoro. Mimi nimekulia Morogoro, nimezaliwa pale. So piga picha hivyo. Kwa hiyo tulianzia huko mpaka baadaye nilipoona kwamba natakiwa nikaze zaidi kwenye upigaji picha. So okay. Ni talanta ambayo nilizaliwa nayo na hisi. Wazazi walielewa? Kwa sababu pia I think baba yangu pia alikuwa anapenda sana picha, japo yeye hakuwa mpiga picha, lakini naye alikuwa na kamera enzi hizo nyumbani. Okay. Kwa hiyo ilikuwa familia yani picha, kwa unaona okay. Lakini wakati na introduce kwamba mimi ni mpiga picha ilikuwa kimbembe kidogo. Kwamba yani unakuwaje mpiga picha yani? Watu tumehangaika hivi afu unakuja kuwa mpiga picha. Ni kazi ambayo inalipa. Na niliifanya ilipe kwa sababu niliipa thamani mimi mwenyewe. Na nikaifanya ikawa inalipa. Unaweza kaelezea hapo kidogo, uliipaje thamani? I think first of all nilijitambua kwamba mimi ni mpiga picha, lakini ni mpiga picha wa aina yangu ambayo mimi niko nayo. Na niliweza kujipa price kwamba ukinihitaji price yangu ni. Kwa hiyo kama uwezi tunaweza tukashindwania hapo, lakini pia hatuwezi kushindwana. Mimi nafikiri ndio kitu ambacho nakiamini zaidi, kwamba hatuwezi kushindwana kwenye in terms of the quality
ufanyaji kazi, na ile price haimaanishi kwamba eti ni very expensive. No, it's not that expensive, but unajipa ile value, misingi yako kwamba okay, poa, mimi unaweza ukanichukua hapa ukanilipa 2,500 na nikakufanyia kazi yako. Unaweza ukaja hapa ukanichukua ukanilipa 100,000 na 20,000 nikakufanyia kazi yako. Lakini katika quality ile ile, kwa sababu naamini kuna mwingine anaweza kuafford kunilipa zaidi ya wewe. Kwa hiyo we do that. Na mwingine akija akisema sina hela, tamfanyia pia. Kwa kigezo cha kukubali kazi ilikuwa ni nini? Na kazi ipo na ikataa, at least kwa kipindi hicho. Siwezi kusema kwamba kuna kazi naweza nikaikataa. Yani kwenye kukataa ni mtu akileta, akiwa hajathamini kazi yangu, naweza nikasema siwezi kufanya. Lakini kama ukithamini kazi yangu, nitafanya. Unajuaje mtu kama amethamini? Ni kauli, ni jinsi anavyoizungumzia? Sometimes jinsi anavyoizungumzia, sometimes kauli, sometimes anakuambia yani bora hata ningeenda kwa fulani. Si ungeenda sasa kwa huyo fulani. Si ungeenda kwa huyo fulani. Why umekuja kwangu? Umeona? Kwa hiyo vitu kama hivyo. Okay. Yeah. That's interesting. Sekondari ulisema hapo? Mimi nimesomea Morogoro Kigulunyembe sekondari. Shule ya msingi nimesoma shule inaitwa Kiwanja cha Ndege pale Morogoro. Alafu nikatoka hapo nikaingia chuo Mzumbe. Baada ya hapo nikaja Dar kutafuta maisha 2008. Mzumbe unapiga nini? Pale nilisomea biashara. Okay. Alafu nilivyokuja Dar nikasomea IT. Lakini vyote vika drop. Vili drop kwa sababu niliingia sasa kwenye biashara ya upigaji picha. Ilikuwa busy? Au ilikuwa inakula muda? Hapana. Ni biashara ambayo niliichagua na nikasema nitaitilia mkazo hiyo. Sababu mimi nimekuwa sio mtu wa kujaribu vitu. Okay. Sawa, unajaribu biashara, lakini kama una biashara moja unatakiwa uipambanie mpaka isimame. Ndio. Na nimefanya kwa miaka karibia 15 sasa hivi. 15 toka 2012. So nipo kwenye biashara hii. Na baadaye tukaja tukaongeza tu hiyo biashara ya digital distribution. But we keep pushing to make sure tunafika pale. Hivi unajua mimi wakati nakufahamu sikujua ni mpiga picha. Mimi nilijua kuna mshikaji niko Dar anaweza kukusaidia kudistribute ngoma zako. Lakini nilikuwa shabiki yako pia. Tena Sune, unafahamu Sune Mshendwa? Tulijima Mkito. Ndio alinipaga namba, akaniambia na mcheki mshikaji atakusaidia distribution. Ila pia ongea naye, anafanya color tunes na nini. Kwa hiyo huwezi jua. Nakumbuka. Hivi issue ilikuwaje? Kama vile ilikuwa, labda mimi nilikuwa sielewi sana kwa sababu nilikuwa niko mkoani. Lakini ilikuwa kama vile you guys were the only ones doing it. Yani, how did that come about, the color tune business, the digital distribution? Mimi kipindi kile niliajiriwa kwenye kampuni ambayo ilikuwa inafanya hizo kazi. Kwa hiyo walikuwepo watu wanafanya, lakini I think sisi tulikuwa tunafanya vizuri zaidi. Okay. Kwa hiyo niliingia pale kwa sababu pia waliniona kwamba naweza kufanya vitu yani. Kwamba kumove kutoka kwa msanii huyu kuwatambulisha kwa wasanii, yani kuongea na wasanii na vitu kama hivyo. So na ni kwa sababu pia ya juhudi ambazo nilizifanya before. Mimi nikiwa shule ya msingi mimi nilikuwa mtundu sana kwenye internet. Okay. Internet cafe huku tulikuwa tuendi kupiga puchu.
Bwana vijana walikuwa wanatumia kwenda kupiga puchu, lakini sisi tulikuwa hatuendi kupiga puchu ndugu yako. Sisi tulikuwa tunaenda kujifunza vitu. Kwa nilikuwa napenda sana kujifunza, na one of the thing nikajifunza kwa sababu pia mimi nilikuwa napenda muziki. So nikajifunza, na nilikuwa naangalia kwamba kwenye muziki wetu kuna gap ipo, ambayo cha kwanza watu hawana digital profile hizi. Umeona ati digital knowledge, yani kujua kwamba naweza nikaitumia kwa ajili ya kusukuma, kwa ajili ya kupush, yani radio sio channel pekee. Kwa hiyo nikajifunza, and then imagine nilianza ku contact na wasanii, yani nitatafuta namba ya msanii mpaka niipate, afu naanza kumpichia bwana, I can do this and this. So waliweza kusikiliza na tukaanza kufanya kama wakina Fid Q, wakina AY, umeona, enzi hizo tukafanya, umeona. So wengine walivyoona kwamba okay, kulikuwa na crash nyingi sana. Unajua mtu aweze kutafuta from nowhere, yani hata wewe mtu anakutafuta tu from nowhere afa anaanza kukupa mikakati yani. Sasa most of wasanii naweza nikasema wanadharau. So nilipata hiyo crash kwamba mtu anaweza asipokee simu, au akapokea simu akaanza kusikiliza kidogo tu. Unajua kuna zile fresh afu anapotea. Kimpigia siku nyingine bonye. Anakupiga bonye. Kwa hiyo hivyo. Kwa hiyo wale walioweza kuelewa kwa kipindi kile, kama hao nilowataja wakina Fid Q na nani, tukaweza kuwafanyia. So nilivyowafanyia, wengine wakiona sasa ndo wakawa sasa wanatafuta ni nani amekufanyia fulani. Kwa word of mouth ikaanza kuspread kwamba okay, poa, ukitaka kitu fulani unamtafuta mtu fulani. Kwa hiyo nikaanza kuexpand pale, lakini ilikuwa sasa ndo hivyo free. Sababu hamna mtu anakulipa, hamna mtu anakupa kitu chochote, lakini mimi niliamini kwamba okay, itafika siku nitakuwa na kampuni ambayo inafanya vitu vyote hivi. Kwa hiyo wakati ulikuwa unafanya nini exactly? Yani ulikuwa nilikuwa na create is a digital profile. Umeona? Kipindi kile MySpace, yes. Yeah. MySpace high five hizo. Create hizo digital profile. Baadaye tukafungua a website ambayo ilikuwa kwa sababu kwa kipindi kile mtu alikuwa kujua, unajua mimi pia nilikuwa nimetarget diaspora. Kwamba okay, poa, mtu yuko Marekani, na kwa sababu mimi nilikuwa niko busy sana kwenye Facebook wapi nilifungua magroup kabisa, fan page ambayo yana introduce mtu akitoa nyimbo mpya inabidi anicheki, bwana niwekee kwamba nimetoa okay. First ilianza mimi mwenyewe tu nilikuwa nafanya okay, nimesikia tu nyimbo fulani mpya, naenda pale na update, jamani Bongo kuna msanii fulani katoa nyimbo. Watu wanaanza kutafuta. Baadaye nikaanza kutumiwa. Baadaye nikaanza kuwatumia kwa email kwamba mtu akitaka nyimbo ananicheki. Namtumia kwa email. Then baadaye ikaja nikaona okay, why nisifungue a website ambayo people can also play actual song. Pale kwamba badala ya kutoa tu kuandika nyimbo, yani msanii fulani katoa nyimbo, now they can also play. Kwa tukaanza, site zilikuwa maarufu kweli kipindi kile. Tulifungua, kuna moja ilikuwa inaitwa Babu Kubwa. Then tukaja tukafungua Gonga MX. Babu Kubwa siku ina gazeti kabisa. Ukiacha ile. Okay. Then gazeti likaja hilo ambapo jamaa pia walinitafuta, tukawa tunafanya nao kazi kidogo, umeona, kwenye updates na vitu kama hivyo. And then tukaja sasa ndo tukaanza kuwa na website ambayo mtu anaweza kuplay kabisa nyimbo na akasikiliza hivyo. Then wigo ukaanza kupanuka, kwa watu wakaanza kututafuta. And then baadaye tukaanza sasa kuintroduce kwamba okay, poa, sio lazima mtu tumie tukaweka kwenye website, we can distribute. Umeona? You can open your own YouTube channel, you upload your own video. Kwa sababu zamani watu walikuwa wanawapa bloggers wawekee vitu vyao. So
hivyo taratibu watu wakaanza kuelewa. Until today hatujivunii, lakini tunaona at least tumesogea na namba tunaziona, watu wanazipata. Yeah. Bado unafanya distribution ya muziki? Yes, bado nafanya. Yeah. Okay. Nina kampuni ya distribution inaitwa Slide Digital. Yeah, tuko tuna distribute pale muziki ya wasanii worldwide. Kiprofessional kabisa. And kimikataba kabisa. Kwa tunaingia contract na wasanii, then we distribute kazi zao. And hapo arrangement inakuaje? Yani, what does it mean mimi kuja kwako kunifanya distribution ya kazi zangu za muziki? Kuna some sort of unajua watu wengi sasa hivi wanafanya distribution. Kuna website ambazo sasa hivi you can go msanii ukafungua profile mwenyewe, account mwenyewe ukaanza kudistribute mwenyewe. Yeah. But kwa sisi distributors ambao tunafanya hizi kazi, kuna mawasiliano extra tunakuwa nayo, mfano na hizi DSP, hizi watu kama Spotify, Apple Music, Deezer, DSP ni direct service provider. Yes. Okay. So tunakuwa na contact nao. Kwa hiyo inakuwa easier kwa sisi ukidistribute na sisi kupata zile playlist, ambazo playlist ndio zinasaidia mtu upate discovery na views. Yeah, views zile na streams. Yeah, streams hizo. Yeah. Kwa hiyo inakuwa easier kwa sababu wale hawawezi kucontact na kila msanii. Yeah. Umeona, wana contact na distribution company. Alafu pia tools nyingi tunakuwa nazo kwa ajili ya kupromote hizi nyimbo kwenye digital. Kwa tofauti inakuwa hapo. Okay. Kwa ukiacha umaarufu wako, na ndio maana hakuna msanii duniani ana distribute nyimbo mwenyewe hata uwe mkubwa vipi. Kwa ukiangalia wenzetu duniani ndio kuna Universal, Warner Music, wapi. Ukiangalia nchi zingine kuna yani hivyo. Kwa kila sehemu yani msanii kupitia kwa distributor inakupa wewe less pressure. Wewe focus na mziki, wengine watafocus na kudistribute kazi yako. Yeah, sasa changamoto most of wasanii wetu, yani mtu anaona kugawana ile percent changamoto kwa hata kufanya mwenyewe, lakini mwisho wa siku unachelewa kufika. Yeah, so it's up to you. Lakini you can distribute wewe mwenyewe. Kwa sasa hivi kwa game ilivyo, asilimia kubwa bado wanatumia distributors au wanafanya wenyewe? Asilimia kubwa wanatumia distributor. Yeah, okay. Asilimia kubwa wanatumia distributor. Okay. Kwa asilimia kubwa imekubalika. Lakini sasa mtu mafanikio hapa yakishaanza, mtu akishaanza kuona numbers zile, anaona kumbe I can do mwenyewe. And they can technically. Yeah, technically they can, but ndio hivyo, mwisho siku lazima kuwe kuna hiyo misingi iko hapo. Yeah. Okay. And kwa sasa hivi nini kinakula zaidi muda wako? Is it the distribution business? Is it still production work? Au ni mishe zingine tofauti kabisa? Kitu ambacho kinakula muda wangu ni production. Yeah. Unajua production inakutaka uwe pale. Lakini distribution you can plug and play. Yani kila kitu ni online. Msanii hauna haja ya kukutana naye. Hakuna physical interaction. Hamna physical interaction. Mkishajenga mahusiano basi. Mkishajenga mahusiano, meetings hapa na pale. Kila kitu ni digital. Utampa dashboard yake, ataangalia huko alipo. Nyimbo atakutumia kwenye email. Utadistribute, utamtumia vitu. Kwa you don't have to be there. Yeah. Mara chache sana kunakuwa na hizo physical meetings na nini, lakini most of the time kwa production ndio inakula sana muda. Okay. Kabla sije kwenye production, back to distribution. So muziki nao umebadilika because unajua before watu walikuwa wananunua CD, cassettes. Na margin ya kwenye CD na cassette ilikuwa hesabu yake inaeleweka fulani hivi. Na unaishika hela mapema pia. Yeah. As opposed to streaming na vitu kama hivyo. Na sasa hivi ni karibia ni streaming too almost. Which means that the sources of revenue for a musician nazo ni tofauti kiasi fulani. Na kumekuwa kuna utegemezi zaidi kwenye kupitia nyenzo chache zaidi.
haswa kwa msanii ambaye sio mkubwa. Sio kila mtu anaweza akaanza kupata gigs za kuwa influencer au brand ambassador, haiji haraka hivyo. Kwenye huu mchakato sasa wa distribution, digital distribution, ambako watu wanaweza wakasikiliza na kudownload nyimbo zako bure na kadhalika, wasanii wanatengeneza hela. Every once in a while tunapokea feedback kwamba podcast yetu ni ngumu kumeza. Ila sasa tunafanyaje? Maana uhalisia wa stories za watu waliofanikiwa, ukiangalia na ukidadisi na ukiwauliza maswali mazuri, unagundua kwamba it wasn't easy. Kuna ugumu ndani yake, kuna sacrifices ndani yake. Na ndio maana tunaendelea kukukaribisha kwenye Msasa, where we talk to successful people about failure. Wanatengeneza kwa sababu yani naweza nikasema it's not bure per se. Yani wewe unaona bure lakini it's not bure. Sababu mfano YouTube utaenda utaangalia video ya mtu lakini kuna yale matangazo. Yes. Utaenda Audiomack utasikiza nyimbo ya mtu, kuna matangazo. Utaenda Boomplay same. Yeah. Kwa wanakupa mwanya wa wewe kuwa na hiyo application uka access muziki mingi mbalimbali. Yeah. Lakini mwisho wa siku watakwambia free, sawa, kwa sababu unafungua account unaanza kusikiza, lakini wanakupa matangazo. Tangazo unaona. So yale matangazo ndo mtu anapata revenue. Ndo anafanya revenue share. Ndo anafanya revenue share. Kwa hiyo ni nyenzo tu ya kusema kwamba now kumekuwa sio kama zamani kwamba mtu ataenda sijui kama sina hakika, lakini nafikiri ile biashara sio ya kwenda kuweka muziki kwenye flash sio na nini, nafikiri itakuwa imepungua sana. Imepungua, inaelekea kufa kinsi. Yes, kwa sababu sasa hivi most of the sisi kwenye magari hatutumii tena CD. Yani zile sehemu za CD zile hata hujui kama inafanya kazi. Ni Bluetooth. Yeah, na sasa hivi magari wanatoa kabisa hiyo nani. Wameshaanza kutoa kabisa ile sehemu ya CD. Sasa hivi hata radio zile za kwenye magari zina hizo application ambazo ziko built-in ziko built-in tayari. Spotify, sijui Boomplay, uko unaweza ku download au Apple Music ukasikiliza na ukalink na simu yako au Bluetooth na simu kitu. Kwa hiyo CD zimeenda kufa kabisa, hizo flash ndo zina nani. Kwa hiyo watu wanaanza nafikiri sasa hivi kikubwa lese kwa hapa nchini kwetu, nitazungumzia hapa kwamba tu watu sasa waanze kufanya zile monthly subscription. Zile at least ukisikiliza kwa kupata matangazo hela inapungua kidogo. Mtu akilipia monthly subscription hela inakuwa kidogo nafuu. Ndio maana kuta wenzetu wana make a lot of money kwa sababu wana subscribers wale monthly subscribers ni wengi kuliko wanaosikiliza free. Okay. Kwa hiyo kwa wasanii kwa mfano wanaofanya vizuri, kitu ambacho kinasaidia wao kufanya vizuri zaidi kwenye streaming ni popularity. Sometime popularity, sometime muziki mzuri. Sometime ni promotion ya hiyo ngoma itakapotoka. Ngoma sometime tunaita nini, bahati. So tunaonaga kuna wasanii wametoa nyimbo moja tu kabutua afa hajarudi tena. Inatokea tu bahati, watu wameipenda nyimbo. So na sometime ndio hivyo kwenye promotion kuna challenge siku hizi. Na siku hizi vitu bwana mbele vimebadilika. Yani unaweza ukaona nyimbo ilitoka labda miaka hiyo afu ukashangaa kwenye TikTok imerudi, imetrend. Alafu watu wameingia tena mzigoni wanaanza kuisikiliza. Au kama Mariah Carey tunaona nyimbo yake kila Christmas. Wasikilizaji wanaongezeka. Michael Jackson ile Thriller sijui kila Halloween inarudi kwenye chat. Kwa vitu kama hivyo. Okay. Unadhani issue ya streaming is it good or bad for the musicians? It's good. Okay. It's very good. Kwa sababu wewe fikiria enzi hizo umeenda kununua CD mara moja tu.
Alafu baada ya hapo hiyo unasikiliza bure. Yaani umelipia once, unasikiliza bure for life mpaka CD itakapoharibika, itakapo scratch. Lakini nowadays ile nyimbo kila unapoenda kuisikiliza katika maisha yako yote kuna kitu, manake msanii kuna senti anaingiza. So it's better than nothing. Okay. Kwa hiyo sasa mbona wasanii wanalalamika? Ni uelewa tu, ni uelewa wa unajua kila kitu kipya kinahitaji uelewa wa kujua kwamba okay, poa, streaming wanapatikanaje. Unajua ukikaa na most of the artists hawajui hizo streaming zinapatikanaje, unalipwaje, umeona? Kwa hiyo ndio changamoto kubwa sana ambayo tunakutana nayo, kwamba yani tusemeje, ni kama hata CD, unajua tena CD nafikiri ilikuwa mbaya zaidi kwa sababu umempa mtu CD, album yako mfano, anakuambia nimefyatua kopi 200, alafu kuna 200 nyingine ambazo uzijui. Unathibitishaje kwamba ni 200 kweli? Ni 200 kweli. Ushaelewa? Lakini kwenye digital, yani mtu akienda akabonyeza papa akaanza kusikiza nyimbo yako, ina count na namba zinaonekana pale kwamba okay, poa, Tanzania umepata wasikilizaji 200, Kenya umepata wasikilizaji 300, huku umepata wasikilizaji 400. So end of the day inakuonesha kila sehemu, lakini kwa sababu pia inategemea na kuna kitu kinaitwa CPM hapo, ambayo mambo ya currency, unajua dola ikoje kwenye hiyo nchi nini. Kwa hiyo yani wasikilizaji utakaopata Tanzania na utakaopata Kenya na utakaopata US ni revenue tofauti. Kwa unakuta wenzetu wanajifunza, lakini pia duniani pia hakujawahi kuacha kuwa na yani sintofahamu kwamba okay, poa, anyway, kwa sababu mwisho wa siku aliyetengeneza platform kuna percent yake anachukua, aliye distribute kuna percent yake anachukua, aliyetengeneza kuna percent yake anachukua. Kwa hiyo kikubwa, na nafikiri hapa kuna mkanganyiko wa kusema kwamba okay, huyu katengeneza platform, ana expenses zake, na ana users wake ambao wako pale. Kwa hiyo anaweza kusema kwamba okay, mimi nitachukua 40% mfano, sababu natakiwa ni maintain so platform, ni maintain nini, nilipie maserver, nilipie nini, yani hivyo vitu vyote vipo kwenye huo mlolongo. Sasa uwezi kuja kusema eti kwa sababu mimi ni msanii na hii ndio nyimbo yangu nimeitengeneza na mimi ndio nimesababisha sijui watu waje wasikilize, sio wewe chukua 20 afu mimi nichukue 80, manake nitashindwa kuendesha biashara. Ushaelewa? Kwa hiyo baada ya hapo pia ndio hiyo sasa kuja kuelewa kwamba okay, poa, mfano siku moja niliona Burna Boy aliweka status kwamba ukipata wasikilizaji 1,000,000 mfano wa UK na maybe US utalipwa maybe $3,000. Sikumbuki vizuri numbers, lakini zilikuwa ni higher numbers. Utalipwa $3,000. Afu ukipata wasikilizaji hao Nigeria utalipwa $300. Ushaelewa? Ni kwa sababu ya currency hivyo, yani unajua kwa wao wenzetu, kwa sababu washajua sasa soko liko wapi, inabidi aanze kupambana na kupata wasikilizaji wengi wa nje. Wa Nigeria watakuwepo tu, kwa sababu mwisho wa siku ndio nchini kwako. Kwa kutanua soko. Na ndio maana tukiangalia maybe Diamond right now, manake anahangaika kupata, yani kutanua soko la nje. Umeona? Anahangaika kutanua soko la nje kwa sababu hiyo ndo the only way ya kuweza kutengeneza hela. Kwamba wasikilizaji wa ndani, yani hapa ndani wewe upo. Umeona? Mimi hapa natengeneza mziki
au nashauriji pia wasanii kwamba okay poa, Tanzania hapa tayari ushatoka ni umeshaweza kusecure fans wako. Hata ukitoa sasa hivi video au audio unapata wasikilizaji wengi. Sasa anza kutanuka ili pia uone kinachopatikana out of Tanzania ni kitu gani. Yeah. Okay. Kwa experience yako wewe ni kwenye sasa hapa ni kuangalia kazi za sanaa kwa ujumla wake, artists being watu wanaoimba, watu wanaoigiza, watu wanaofanya fine art. Technically speaking, photographers and videographers are artists in their own right. Yeah. Wanaopatia kujenga na kukuza brand zao kwa haraka kuliko wengine wanakuwa wanafanya nini tofauti? Wanaopatia because there are those who it looks like they get it right. Yes, kuna watu na bahati. Na kuna watu bahati yao ni kwa sababu ya timing. Unajua kuna watu wengine walikuwa too ahead of their time. Waliliwahi sana soko and then it didn't happen for them. Lakini kwa asilimia kubwa zaidi wale wanaopatia kukuza majina yao ambayo kuna direct relationship between ukubwa wa jina na uwezo wa kupata wasikilizaji na supporters wengi zaidi. Wana vitu gani ambavyo vinawasaidia wao kupatia? Sometime team, sometime ni kujitambua pia. Kujitambua maana nini? Kwenye in terms of kujua thamani yako. Okay. Yeah, kujua thamani yako kwamba bana mimi ni mtu fulani. Okay. Ili nifanikiwe natakiwa kufanya ABCDZ. Alafu uwekezaji pia. Unajua mfanya biashara nafikiri kwa sisi ambao tunafanya biashara, tuna makampuni, tunajua ili ufanikiwe lazima uwekeze. Usipowekeza huwezi kufanikiwa. So leo nikiingiza 1,000,000 naweza nikasema nitatoa 400,000 nirudishe kwenye uwekezaji ili niweze kupata 2,000,000. Nikipata 2,000,000 nitatoa 700,000 hivyo. So mwingine akishapata ile badala ya kuwekeza anatumia yote. Alafu anaanza kutafuta sasa kwamba narudi vipi sasa kwenye uwekezaji. Then unazidi kudidimia. So nafikiri ukijua ile thamani yako ya kuwekeza na kufanya vitu unafika pale. Na hiyo inakata cross industry zote. Yeah. Okay. Aina zote za sanaa. Yeah, aina zote za sanaa. Kwa sababu let's say mimi ni mpiga picha. Sisi kwenye industry yetu ya production, nisiseme mpiga picha basi, niseme kwenye production kwa ujumla. Yeah. Audio visual. Audio visual. Kwenye mfano kamera, nikiwa na Canon Mark III na Canon 1DX, nani ana quality nzuri? Of course ni 1DX. Nikiwa na 1DX maybe nije kwenye Blackmagic au Red au Alice Alexa hizo. Nani ana quality nzuri? Kwa obvious hapo tunarudi kwenye uwekezaji. Tukija hivyo kwenye sound. Sijui kuna maiki. Ukija sijui kwenye lens, kuna lens hii. So kama mtu anawekeza kwenye good quality ya equipment, maana yake atakuwa na better quality kuliko wewe ambaye maybe mpaka leo hii unatumia VHS whatever hizo kamera. Kwa kwenye uwekezaji ni sehemu zote. Ukiweza kusema kwamba okay, kwa mimi nilianza na Sony, nikaja nikapanda hapa mpaka sasa hivi na hiki. Kwa maana hata quality yako itakuwa ni, lakini pia hiyo kwenye uwekezaji pia lazima uwekeze pia sana team. Manpower. Kwamba okay poa, sasa hivi nina bwana X anatakiwa pia kwenda kusoma, ajifunze vitu vipya, afanye vitu vipya hivyo. Kwa hiyo
unaweza kuwa na vifaa vizuri lakini usiweze kutoa ile product ambayo ina kitu. Yeah. Okay. Na nadhani hicho pia ni kitu kimoja wapo kikubwa kinachotofautisha watu wenye vipaji like na watu wanaotoboa, cuz inaonekana kama vile the talent is a very important part, but it's clearly not the only part. Like across the board. Yani ukiangalia comedians, the most talented comedian isn't necessarily the most successful comedian. Sindio? Yeah. Mziki hivyo hivyo, wa aina yoyote, yeah? Ya kufoka, ya kuimba, ya kufanyaje, taarabu, etc. Production ndio pia. Kuna mtu anaweza kuwa ni mkali lakini yeye hanaga kazi. Mwingine ndo anapata kazi tena anapata kazi mwingine afa anamrudishia huyo ambaye ndo mkali anamsaidia kuipiga, si ndio? Na ndio hivyo, sometime wanakuambia ndio tunarudi kwenye uwekezaji, sio? Unajua kuna sometime dalali anaanza kana maneno mengi lakini sio yeye ndo anayefanya iko kitu. Yeah. Kwa sababu tukawekeza maybe kwenye baadhi ya vitu kadhaa ambavyo vinasababisha yeye apate kazi. Huyu mwingine anaweza akawa na talent lakini hajawekeza kwenye kutafuta kazi, kwamba yeye anasubiria tu mzee nitaletewa kazi na mtu fulani. Kuna kuwekeza kwenye kutafuta kazi. Yeah. Kuna kuwekeza. Hiyo ni nini? Ni sales au ni sales, marketing, chela. Yeah. Okay. Wewe kwa mfano kwa sasa hivi kwa mtu ambaye umefanya kazi kwa muda mrefu kiasi hicho, bado unawekeza kwenye kutafuta kazi au unawekeza kwenye kuhakikisha kazi yako ni bora kila wakati? Nawekeza kwenye both. Equally? Yeah. Kwamba ninawekeza kwenye kutafuta kazi na ninawekeza kwenye kutafuta, yani kufanya kazi bora. Lakini pia naangalia yani ni jinsi gani nitaweza kuwa tofauti na wengine. Yeah, kwenye in terms of okay, poa, kama nimepata kazi naifanyaje ili niweze kuwa na kazi bora, alafu na introduce vipi kwa client na vitu kama hivi. Yeah. Unawekezaje kwenye kutafuta kazi in your industry? In my industry, manake lazima niwe na watu ambao they go pitch. Lazima niwe na watu ambao wataonesha utofauti wetu, umeona? Lazima pia niangalie weakness zangu ni zipi nazifanyaje kazi ili zisiendelee kuwepo. Unajua na vitu kama hivi. Sawa. Yeah. So, Michael, kwenye career yako, haswa ya production, ambako ndiko huko kuna mwingiliano pia na watu entertainment, lakini pia sio entertainment tu, kuna corporate, ndio? Kwa mfano, what has been the biggest difference between working na corporate clients na entertainment clients? Kwa sababu kwa mtu ambaye naangalia kutoka nje, mimi nimeobserve umekuwa na seasons, yani umekuwa na misimu fulani entertainment, afu kuna misimu fulani hamna entertainment kabisa, ni corporate. Tofauti kubwa ni nini na kwa nini kumekuwa kuna hizo seasons? Kama niko sawa, pengine labda siko sawa. Every once in a while tunapokea feedback kwamba podcast yetu ni ngumu kumeza. Ila sasa tunafanyaje? Maana uhalisia wa stories za watu waliofanikiwa, ukiangalia na ukidadisi na ukiwauliza maswali mazuri, unagundua kwamba it wasn't easy. Kuna ugumu ndani yake, kuna sacrifices ndani yake. Na ndio maana tunaendelea kukukaribisha kwenye Msasa, where we talk to successful people about failure. Mimi nafikiri okay, vyote viko sawa na vinaendelea, lakini maybe kwa wakati huo ni kitu gani na kushow. Ndio tunarudi pale kwenye in terms of kucontrol kitu ambacho nataka kukionyesha kwa jamii. Mfano mimi ukiingia kwenye social media zangu
most of the time maisha yangu private waga siyaoneshi kabisa. Kwa hiyo naonesha vitu ambavyo nataka uvione kwa wakati huo, au nataka uvi experience kwa wakati huo. Na nimeweza kucontrol kwenye vitu ambavyo nataka kuviona, kwenye vitu ambavyo na post. Mimi mtu anaweza akaja leo hii akani komentia is either kitu kibaya au kizuri, the way na kijibu, the way na kiportray pale, lazima nielewe kwamba lazima mimi nifikirie kwamba kitu kitani mzee, kitu chochote ambacho nakipost kinaishi to the point kwamba kinaweza kawa kibaya, kinaweza kawa kizuri. So kwa mantiki hiyo naweza kuona kwamba okay, poa, now natakiwa kuonesha kitu fulani au natakiwa kufanya kitu fulani. Lazima kwanza mbele nikifikirie na kuona kwamba kinaweza kawa kina issue nzuri au issue mbaya. So end of the day, kujibu swali lako, kitu ambacho nakionesha kwa wakati huo ndio kitu ambacho nahitaji watu wajue kwamba nafanya hiko kitu. Kuna muda naweza nikasema kwamba okay, kuna wakati niliacha production and then I went into digital. Kwa sababu I wanted to focus on digital. Kisema digital na maisha. Digital ni pana. Okay. Focus na distribution. Okay. Kwa sababu I wanted to restructure issue ya production. Okay. Na ni kwa sababu pia unajua kila muda unavyoenda vitu vinakuwa vingi, and sisi au mimi kama mtu wa production naweza nikasema okay, poa, sasa hivi kuna so many photographers, kuna so many kampuni zinaanzishwa, kuna so many, yani unajua na mwisho wa siku mkate ni mkubwa sana. Kila mtu anapata pale ambapo anapana nini. Lakini kwa mtu ambaye unahitaji kuona kwamba okay, nilikuwepo miaka 10 iliyopita, mtu ukikutana naye anakuambia I admire you, unachokifanya sijui na nini, unajua. Na watu wanakuja wapya na wana vitu unaviona, and hapo sasa unaona kwamba okay, poa, let me focus with this kwanza, and maybe niangalie ni kitu gani ambacho naweza kukifanya ili niendelee kuwa kwenye biashara. Na nafikiri iko ni kitu kizuri ambacho makampuni mengi makubwa nafikiri yanafanya hivyo. Hapo mpaka leo hii wapo kwenye business for so many years, kwa sababu I believe wanaangalia iko kitu, wanajifunza waje na kitu gani kipya, ushaelewa. So hivyo yani, ndo kitu ambacho nifanya ni uweze sometime kuona kwamba okay, poa, MX amefocus na kitu fulani. Now ndo hicho unachokiona kwa wakati huo, and then nikitulia, now nimefocus na production, naangalia okay, poa, ni jinsi gani na vifanya pia vitu vyote viwili vibalance. Uone hiki and maybe kuna cha tatu kinakuja. Yeah. Sasa umewahi kufika kwenye stage ambayo umekutana na changamoto mpaka ukasema hivi, kwani nafanya hichi kitu? Yes, I did. Changamoto gani ilikutokea? Okay, most of the time ni kwenye kazi. You know, sisi watu ambao we take risk, tunawekeza, tunafanya vitu. Changamoto ambayo nilikutana nayo
maybe niliwekeza to the point kwamba it was very yani ilikuwa zaidi ya uwezo ambao maybe niko nao, lakini sikufeli. And nilichukulia hiyo kama kwanza nilichukulia kama changamoto na nikaichukulia kama kujifunza. And niliweza kuipita. Uliwekeza kwenye nini? Vifaa, watu, mindset. Nikawekeza kwenye yani mimi siku zote kwenye in terms of maybe production, I want to be the best. So maybe unawekeza to be the best and then unasahau kitu kimoja kwamba okay, you need a manpower. Ndio pale tunarudi kwenye ile issue yetu kwamba okay, poa, nao umewekeza kwenye kitu kimoja and then maybe hujawekeza kwenye manpower, au umewekeza kwenye equipment, manpower haipo, so you need to balance that. So ilitokea nikaifix and then I continue. Ulifix vipi? Ndio hiyo kama nilisema okay, poa, let me stop kwanza production and then nijipange upya, nione kwamba okay, nini ambacho natakiwa kufanya. Kamisha attention ya watu wengine nje, nikahamisha kwa kitu kingine and then nikaja nikaleta nikafocus na kitu kingine and then nikaja sasa nikawa narudi taratibu kuona kwamba okay, poa, mistake yangu ilikuwa wapi, changamoto nilipata wapi natakiwa nirekebishe, and then I passed that. Unadhani changamoto ilikuwa ni wapi? Kwenye manpower. Okay. Yeah, hapo ndo kulikuwa kuna changamoto. Ukuwekeza vya kutosha au manpower ilikuwa tu haipo? I think sisi tuna what I can say is sisi tuna vitu tofauti ambavyo tunavifikiria. Mfano umewekeza kwenye kitu fulani and then sometime manpower inaweza ikawa na changamoto kwenye in terms of hawaoni ile vision yako. Nini ambacho unakitarajia kwao, nini ambacho unakitaka mbeleni. Mtu anaona kumpa mamlaka ya kufanya kitu fulani. Mimi I believe kwenye collaboration most of the time, kwa sababu hata ukiangalia movie zetu wanatengeneza, most of us tunaangalia movie afu ikiisha tu pale pap tunaondoka, lakini yale majina yanayopita ni karibia dakika 2 pale, umekaa tu majina tu yanapita pale, kila mtu kafanya kitu chake. Shela ukiangalia kwenye muziki wenzetu, ukienda kuangalia credits ambazo Chris Brown katengeneza nyimbo au fulani katengeneza nyimbo, waandishi wa ile nyimbo ni zaidi ya 10 unakuta sometimes. Umeona? Producers sio mmoja, 4, sijui executive producer 3. Unajua nyimbo ina bunch of people, like watu 20 wamefanya. Lakini sisi tuna hiyo kitu kwamba yani ni kama vile kuna mimi fulani nilikuwa napita, director jina lile, producer, scriptwriter, photographer, yani unakuta tupo kwenye ile kwamba mimi ndo natakiwa kufanya. Ukitoa hiyo opportunity ya kusema kwamba tuifanye hii project pamoja, mtu anaona kwamba okay, bila mimi isingefanikiwa. No, bila sisi isingefanikiwa. Hiyo ndivyo ambavyo inatakiwa kuwa, kwamba bila sisi isingefanikiwa, ila sio bila mimi. So watu wanaumimi sana kwenye industry yetu, yani watu wanaumimi sana kwamba nilipata issue moja kwamba mtu anasema bila mimi jamaa asingefanikiwa. Sio hivyo, kwamba mimi nakutegemea wewe, wewe unanitegemea mimi. So tukimit katikati manake tutafanikiwa.
kukiwa kuna bila mimi, manake wewe sasa unaanza kufocus na kunifelisha ili tusifanikiwe. And then what next? Issue inabaki kwa hivyo. So what I believe industry yetu inahitaji more of people to understand kwamba they have to collaborate ili kufanikiwa zaidi. Mimi naamini Apple, Samsung, sio Steve Jobs. Yeye tu amekuja tu na idea kwamba anatakiwa nifanye hiki. And then amefariki leo hii. Kampuni iko wapi? Maybe 100 times than before. Kwa sababu ni vision. I think kwenye story sio yeye tu ndo alikuwa anatengeneza ile simu, sio anachukua sio nini, kulikuwa kuna bunch of people ambao wanatengeneza hiyo simu mpaka sisi mbele tunakuja kuitumia. Kwa hiyo ndo unachokifanya kwenye production sasa hivi? Yes, most of the time. Okay. Unakifanyaje? Kwamba unakuwa na freelancers au unakuwa na timu kubwa zaidi? No, yani natoa opportunity to bunch of people to come together and produce. Okay. As opposed to doing it yourself. Yeah. Okay. Sio kwamba Michael nitakuja, mimi ndo nimeshika kamera, mimi ndo nimefanyaje. No. Tasema okay, poa. Mimi nitakuja na idea yangu kidogo, cause na vision na nini, fulani atashika kamera, fulani ata produce sound, fulani atafanya kitu fulani, hivyo. Then tunakuja kutengeneza product ambayo inatoka sasa mtu anaona okay, wow. Na sometime unakuta watu wana catch feelings kwenye in terms of okay, obvious, maybe jina linaloenda mbele pale, tuseme kwenye movie ya, mfano mdogo tu hapa juzi, kwenye movie ya Superman. Jina linaloenda mbele pale ni nani? Ni la director aliye nani pale. Lakini obvious kuna bunch of people ambao wamefanikisha ile kitu. Sio mtu mmoja. Lakini jina linaloenda pale mbele ni moja. Yani huwezi kusema pale kwa sababu ya hii movie hatuwezi kutajwa wote. Hatuwezi kutajwa wote. Sasa mwingine anaweza akatajwa MX akakatch feelings. Lakini mimi I don't mind kutajwa Elisha, I don't mind kutajwa mtu fulani, I don't mind kutajwa mtu fulani. So ni jinsi gani, yani yale mafanikio ya mwisho inabidi muyakubali as it is. Ushaelewa? Chocolate. Alafu mwisho wa siku, je, mfuko uko fresh? Bas. That's matter. Yeah. Hiyo break ambayo ulichukua kufocus kwenye digital ili uweze kujitafakari na kurudi upya kwenye production, ni break ya muda gani? Ilikuwa almost 2 years. Yeah, almost 2 years, yeah. Okay. 2 years and then nikarudi. Okay. Sawa. Katika michakato, saa zingine tunakutana na changamoto ambazo zinatubadili jinsi tunavyofikiria, jinsi tunavyo approach vitu. Wewe binafsi, can you think of a failure that ended up changing your identity? And it can be work, can be personal. Like, can you think of changamoto fulani ambayo ulikutana nayo ambayo kupitia hiyo changamoto, good or bad, ikaishadi kubadili, yani kama vile MX kipindi hicho ikabidi avue gamba, azaliwe upya? Siwezi kwenda into details ni changamoto gani. Yeah. Lakini kuna baadhi ya vitu vilitokea kwenye life nikasema okay, poa, I think MX anatakiwa kujivua gamba na kuja kuwa mtu mpya. Nilichange so many things. Mfano nikasema okay, poa, maybe kama nilikuwa naenda out, I don't need to go out anymore. I need to do something else.
So I started golfing. Kasema okay, let me do golf and maybe kiwe kitu kipi ambacho kitani motivate and kinasaidia. Na unaona kwamba okay poa, cause nimechagua kwamba hiki ndio kitu ambacho kitanipa mwanga mpya. Then nafanya na unaona cause nimeamua hiyo hivyo. Then nikasema okay poa, let me start doing kitu fulani. Mfano, let me go badala ya kwenda hapa, maybe nilikuwa siendi hapa, basi maybe ngoja niende hapa. Nione kama nitapata pia marafiki wapi ambao wanaweza wakanipanua akili. And then it helps. And I've been doing for a year now. And yeah, I can see the progress. Yeah. Okay. Now, being somebody who's worked, kwa mfano binafsi, personal experience, ni kwamba tafsiri ya uchapakazi imekuwa inabadilika sana. Uchapaji kazi imekuwa inabadilika sana. Na nahisi kama itaendelea kubadilika. Kwa hiyo nataka nikuulize wewe tu kama mtu ambaye naye anapiga mishe nyingi, na katika kufanya hizo mishe kuna every now and then kuna vitu ambavyo vinatokea ambavyo inabidi usimame uangalie, na ujiulize maswali mara 2-3 hivi ni hivi kweli au sio hivi au nimezingua. Unajua saa zingine inabidi tuulize mtu mwingine nje hivi ngoja nikuchoree ramani afu niambie ramani una translate vipi. What do you know about work now? Yeah, work kwa ujumla wake, yani kazi ni nini? What matters most when you're building something? Uwekezaji wa aina gani, kwa wakati gani, kwa kiasi gani? What do you know about work now? Yeah, that you wish you knew before you started? Mimi I think hapo naweza nikasema kwamba swali gumu kidogo, najaribu kulifikiria. Nirudie swali lako ili nilibuild. Naweza nikarudia na nikatoa mfano mmoja binafsi. Yes, yeah. Yeah, it's a personal experience kwa sababu yani it doesn't work for everybody. Lakini swali ni kwamba what do I know about work now that I wish I knew before? Kwa mfano sasa hivi na uhakika kabisa kwa 100%, perfect is the enemy of good. Perfect is the enemy of good. Kwa sababu with most ideas, it doesn't need to be perfect for you to start it. And most of the time it will be perfect over time. You'll perfect it over time. Kwa sababu mwenyewe hapo ulipo it's just an idea. Ujui hata kama itakuwa au haitakuwa. Kwa hiyo you need to get it to be good enough to begin so that you can validate the concept before you try and get it perfect to validate a concept. There's no such thing. I can give you another one that I wish I knew before, that I know now, na inaweza ikabadilika tena miaka 3 au 5 baadaye. People kwanza, pesa baadaye. Before ilikuwa ni pesa kwanza, afu watu tutajua tu tunafanyaje. Binafsi, especially kwa mtu ambaye anafanya biashara ya kutoa huduma, matokeo ya kazi yangu ndio yanaonekana, lakini kazi yenyewe wakati inafanyika na inatekelezwa saa zingine haionekani na huwezi hata kuishika. Na saa zingine pale ambako matokeo yanachelewa, hata mteja wako anakuuliza wewe na yeye anajiuliza hivi, nimekosea nini kuwachagua washikaji? But without people there's no results, and no results no money. Yeah. So don't chase the money, chase the people, because the money comes when the right things happen at the right time in the right way.
Mimi naamini kwenye watu kwanza, naamini kwenye utu, alafu hapo tunarudi kwamba bila pesa vitu vinaweza vikaenda sideway, kwamba ukiinvest kwenye watu utapata pesa. Ukiinvest kwenye pesa sometime utapata watu, but wanaweza wakawa fake. Yeah. Kwa sababu kila mtu anapenda pesa. Kwa hiyo naamini kwenye kuinvest kwenye watu and then pesa baadaye. Lakini vitu vyote viko equally important. Yeah. Viko equally important. Yeah. So, yeah. Najua tuko umenielewa. Nimekuelewa. Sawa. Yeah. So tuna segment kwenye show tunaitwa Njia Box. Okay. Kwenye Njia Box huwa tunachojaribu kufanya ni tunaangalia kitu kimoja au viwili tu, na tunavizungumzia kwa kina, like we dive deep into one specific topic. Okay. Na leo tulikuwa tunatamani kuzungumzia production na hata entertainment industry kwa jumla yake. Vitu vingi vimekuwa vikibadilika. Kwa mfano, kwa sababu ya AI, kuna vitu ambavyo vilikuwa vinahitaji kuchukua siku vinachukua dakika kadhaa. Storytelling imebadilika. Watu wanaweza kuandika vitabu ndani ya siku au ndani ya masaa 4, kitabu kimeisha ambacho angetumia wiki au mwezi. Copywriting imebadilika. Utengenezaji wa visuals umebadilika. Na unaweza kutengeneza visuals za illustration ambao unachukua kazi ya illustrator, mchoraji. Unaweza kutengeneza fine art, unachukua kazi ya fine artist. Unaweza kutengeneza visual ya picha ambayo ingepigwa na mpiga picha. So kwa kutambua hivyo vitu vyote na nguvu ambayo AI nayo pamoja na faida, si ndio, za AI, mtu ambaye yupo sasa kwenye space ya production and creation of something from nothing, ni jinsi gani yeye anatakiwa afikirie hii fani kwa namna ambayo itamwezesha kuwa na maisha and sustainability within the industry for a long period of time. How are we supposed to think about it? What are we supposed to prepare for? Pengine hata ni vitu gani ambayo inabidi tuviachie, tukubaliane navyo, tusishindane navyo, bali tuvitumie kwa manufaa yetu wenyewe. AI bwana imebadilisha maisha kiukweli, kwenye in terms of inafanya baadhi ya, I understand kuna some stage utamhitaji mtu obvious kwenye creativity na nini, kwa sababu AI unaiamrisha ifanye vitu. Ndio. Kwa hiyo sometime unaweza ukamhitaji mtu kwenye creativity lakini AI ikafanya. Lakini pia kwenye matokeo sometime mtu anaweza akajua hii ni AI na huyu ni mtu. So bado mtu anahitajika, lakini still kuna vitu vimepungua kwa watu. Sitaki kwenda in deep kwenye mifano kwa sababu mimi mwenyewe at some point imenisaidia sana, lakini bado inahitaji mindset ya creativity ya mtu ili kuiamrisha ifanye kile kitu. Kwenye industry yetu tunahitaji watu sasa cha kwanza huwezi kuacha kuitumia, lakini tunahitaji watu waelewe kwamba okay, poa, nao kuna changamoto hii imekuja, and how can we diverse creativity yetu ili tuendelee kupata kazi. Mfano graphic designer right now, ukija
photographers, waandishi wa hizi scripts na nini. So still itakupa kitu, but inahitaji upeo wa mtu ili kuiamrisha kufanya hiyo kitu. Okay. Yeah. Kwa hapo maanake ni sasa sisi ambao tupo kwenye hii space tunatakiwa kufanya nini? Cha kwanza tunatakiwa kukubaliana nayo. Alafu tuone ni jinsi gani tutakopi nayo. Ili pia tuweze kufanya vitu ni kwamba imerahisisha tu. Yeah. Kwamba kitu ambacho ulikuwa unatakiwa kufanya siku 3 mfano na unakifanya lisali moja. Ushaelewa? Kitu ambacho ulikuwa unatakiwa kufanya wiki nzima na unakifanya umeona. Na hizi sasa ndo hapo kwamba creativity ya mtu kuiamrisha kufanya iko kitu inahitajika. Bado inahitajika creative kimsingi. Yes. Kwa bado inahitajika ili mtu. Kwa hiyo I think watu wasiogope kuitumia. Waitumie pale ambapo panafaa. Lakini pia creativity yako inahitajika ili itoe results ambazo ni nzuri. Yeah. Wewe kama mtu anafanya kazi za creative, ukiwa unapata creative block, unafanyaje kuji-unblock? Kwenye in terms of what? Creative. Unajua sometimes when you're creating something na unabuni kitu, saa zingine ideas zina flow. Yeah. Afu na saa zingine haziflow kabisa. Na watu mbalimbali wana vitu mbalimbali wanavyofanya kujaribu kurudisha hiyo flow. Okay. Mimi most of the time I sleep. Okay. Yeah. Naingia kulala vizuri tu, masaa yangu 2-3, nikiamka mpya. Yeah. That's it? Yeah, that's it. That's it. Do you have something that inspires you? Inakupa inspiration? Okay. Sitaki kwenda sana huko. Kwa nini? Kwa sababu kwa nini? Sometime napenda kwenda sehemu ambayo ni kimya, pige zangu kitu, nitulie, nilale, nikiamka najua ni mpya. So yeah. Kwa kimsingi just a blank canvas. Yeah, niende sehemu ambayo imetulia, haina vitu vingi na sitaki bugdha na mtu. Yeah. Okay. Sawa. It makes me much blessed sana. Peace. Peace. Asante sana bro. It was a good show kiukweli, and I wish watu wangekuwa wana nizungumzie not duniani, nizungumzie sisi wa Tanzania. Naam. Wa Tanzania tunapenda sana umbea. Yaani mtu kukaa kusikiliza madini haya inamchukua vigumu sana kuliko kwenda kuangalia umbea ambao yani hauna maana. So watu wakiweza kuangalia show kama hizi zinasaidia nasisimua Afrika. Yes, kabisa. So it's a good show. Thank you. Nimefly kuwa hapa leo and kuzungumza vitu vichache hivi ambavyo tuna share knowledge na watu ili waelewe what is going on. Yes. Asante. Karibu tena Msasani. Asanteni sana. Yes. Every once in a while tunapokea feedback kwamba podcast yetu ni ngumu kumeza. Ila sasa tunafanyaje? Maana uhalisia wa stories za watu waliofanikiwa, ukiangalia na ukidadisi na ukiwauliza maswali mazuri, unagundua kwamba it wasn't easy. Kuna ugumu ndani yake, kuna sacrifices ndani yake. Na ndio maana tunaendelea kukukaribisha kwenye Msasa, where we talk to successful people about failure.